Ila dhambi inachokifanya kwenye maisha ya mtu ni kumpunguzia tu speed. Usizani shetani ni mjinga kuletea dhambi wakati anajua kuna msamaha. Shetani anajua kabisa kuna Yesu Kristo alikufa msalabani kwa sababu ya wanadamu, na anajua unafahamu, lakini bado anataka utende dhambi. Kwa nini anaruhusu utende dhambi? Anajua kabisa ukitenda dhambi kuna kitu kitapungua tu kwenye maisha yako. Kuna speed utapunguziwa tu kwenye maisha yako. Hautakuwa tena yule kama wajana. Kuna mambo ambayo utakuwa nayo kwenye maisha yako, hutakuwa nayo kwa wakati sahihi, kwa sababu ile dhambi ambayo umeitenda. Kitu kingine ambacho dhambi inakifanya kwenye maisha ya mtu, inaua favor, vibari. Kuna sehemu ambazo utashindwa kuaminika zamani na Mungu kwa sababu anajua you are so easy. But relationship, mahusiano kati ya wewe na Mungu yanabaki vile vile, hawezi akapungua. Hakuna kinachopunguza upendo wa Mungu kwako. Kuna kitu kinaitwa upendo, kuna kitu kinaitwa kuamini. Naweza ikawa nakupenda sana, lakini kwenye kuamini, kwenye baadhi ya vitu stuffs, nashindwa kuamini. Ndivyo ambavyo vinatokea pia. Mungu anaweza akawa anakupenda sana, lakini kwa sababu ya dhambi zako kuna baadhi ya vitu akashindwa kukuamini kukupa. Kwa sababu ya mwenendo wako, kwa sababu ya njia zako, wakiziacha njia zao mbaya, kwa sababu ya mambo ambayo unayafanya yakafanya Mungu ashindwe kukupa vitu baadhi kwenye maisha yako. Si kwamba akupendi, hapana, anakupenda.